fabidhulmin min alladhina hadu, kwa sababu ya dhulma ya Mayahudi, haramna alayhim tayyibati uhillat lahum, tuliwaharamishia mazuri ambayo yalihalalishwa kwao. Wa bisaddihim an sabilillahi, na kwa sababu ya kuwazuia wao watu katika dini ya Allah, kathira, kwa wingi tu wakifanya chochote, basi ilipelekea hilo jambo kuharamishiwa mambo fulani kwa kutiwa adabu. Umesema fabisababi dhulmi alyahudi, kwa sababu ya dhulma ya Mayahudi, haramna alaihim, tuliwaharamishia baadhi almaakuli tayyiba, baadhi ya vyakula vizuri tu, allati kanat halala lahum, ambavyo vilikuwa halali kwao. Faharamna alaihim, mfano tuliwaharamishia wao, kulla dhi dhufri, kila mnyama mwenye kucha, wa min albakari, na ng'ombe, wal ghanami, na mbuzi au kondoo. Haramna alaihim shuhrumahuma, tuliwaharamishia mafuta yake, illa ma hamala dhuhuruhuma, isipokuwa yale mafuta yaliyobebwa kwenye migongo yao, au ng'ombe na mbuzi au kondoo. Wa bisababi saddihim anfusahum, na kwa sababu ya kuzizuia nafsi zao wenyewe, wa saddihim ghairahum, na kuwazuia wengine, an sabilillahi, kutokana na dini ya Allah, hatta sara sadd, mpaka imekuwa kule kuzuia watu anil khairi, katika khairi, wao kwao ni sajiyatan lahum, ni tabia kwao, kwa kama ni tabia yao. Wa akhadhihim riba, na vile vile kosa jingine lilopelekea kuharamishiwa hayo mazuri, ile kosa la akhadhihim riba, kuchukua kwao riba, kula sana riba. Wakadnuhu anhu, na kwa hakika wamekatazwa kosa hilo. Wa aklihim amwala nnasi bilbatili, na kula mali za watu kwa dhulma, wao wanaona ni halali. Tulipita kule nyuma kama kumbuka, Mayahudi wanavyoamini wao ni watoto wa Mungu, ndio vipenzi vya Mungu, kwa hiyo mali za duniani zote ni za kwao, nyie wengine ni watumwa tu kwao. Kwa hiyo mtumwa hawezi kumiliki kitu, na mtumwa akimiliki yeye mwenyewe na alichokimiliki ni cha bosi, ndio maana huchukua vitu vya watu popote watakapo. Wakivitaka watatafuta toso fulani wakutieni tupo, basi naanza kupigana, au kama hata wakileta watu wao wa kuwapandikiza, alafu walete vurugu, tuko pamoja wakishafanya wakuwapandikiza kabisa, alafu wanadai wao, watadai uhuru, watadai nini, lengo na madhumuni, alafu wako nyuma yao, wao wanakuja kuwasapoti. Mkifanya maskhara, wanakuja kuomba kituo jirani, tupo wanakaa wanakupigeni. Lengo na madhumuni si kukupigeni tu, ni kuchukua zile mali zilizoko katika ile sehemu. Mote walimokwenda kupiga na wanapiga watu, wanachukua tu mali za watu, lakini wao hawaoni wapata dhambi. Wao wanajua wako sahihi kufanya yale, ni za kwao. Tulisoma huko nyuma kama nakumbuka, msasahau labda, kwenye aya ile tuliposoma, anasema kwa sababu wanafanya hivyo, kwa sababu wao wanasema laisa lana fil ummiyina sabil, sisi hakuna njia ya kulaumiwa kwa hawa ummiyuna. Wakisema ummiyuna maana yake hawa Waislamu, Waarabu wote, mali zao wanachukua tu, wanakwenda wanapiga Palestina, watapiga Iraki, watapiga watu. Allah tuhifadhi na sio kwetu huko, lakini hatuko salama. Sawa jamani, mpaka tujitambue. Wa akhadhihim riba, na kupokea kwao riba, wakadinuhu anhu, na hali walishakatazwa jambo hilo. Wa aklihim amwala nnasi bilbatil, na kule kula kwao mali za watu kwa batili, kwa dhulma. Wa atadna lilkafirina, na tumewaandalia makafiri, minhum, miongoni mwao, adhaban alima, adhabu yenye kuumiza. Wa akhadhihim riba, na kuchukua kwao riba, wakadnuhu anhu, na walishakatazwa jambo hilo. Wa aklihim amwala nnasi bilbatili, na kula mali za watu kwa batil, kwa dhulma. Wa atadna lilkafirina, na tumewaandalia makafiri, minhum, miongoni mwao, adhaban alima, adhabu yenye kuumiza. Naam, wa bisababi taamulihim birriba,
na kwa sababu ya kuamiliana kwao miamala ya kiriba, baada an nahahumullah, baada ya kukatazwa na Allah, an tanawulihi, kula riba, wa bisababi akhdhi amwali nnasi, na kwa sababu ya kuchukua mali za watu, bighairi haki, pasi na haki sharia, kisheria. Wa atadna lilkafirina minhum, na tumewaandalia makafiri miongoni mwao, adhaban mujia, adhabu yenye kuumiza. Wa bisababi taamulihim birriba, na kwa sababu ya kuamiliana kwao, kwa amiliana miamala ya kiriba, baada an nahahumullahu, baada ya kukatazwa na Allah, an tanawulihi, kula hiyo riba. Wa bisababi akhdhi amwali nnasi, na kwa sababu ya kuchukua mali za watu, bighairi haki shar'i, pasi na haki ya kisheria. Wa a'tadna lilkafirina minhum, na tumewaandalia makafiri miongoni mwao, adhaban mujia, adhabu yenye kuumiza. Lakini rasikhuna fil ilm, lakini wale waliozama sana katika kusoma, waliokuwa wana elimu, minhum, miongoni mwa hao ahlul kitabi, walmu'minuna, na walioamini, yu'minuna, wanaamini, bima unzila ilaika, yaliyoteremshwa kwako, kama vile Abdullah bin Salam wanaamini, sababu wana ujuzi, wameelimu, kama vile Najashi. Sawa jamani, kwa sababu walikuwa na elimu, wanaamini. Wama unzila min qablika, pia wanaamini yaliyoteremshwa kabla yako. Walmuqimina salata, na wenye kusimamisha sala. Walmutuna zakata, na wenye kutoa zaka. Walmu'minuna billahi, na wenye kumwamini Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Ulaika hao, sanuutihim ajran adhima, tutawapa ujira mkubwa. Lakini rasikhuna fil ilmi, lakini wale waliokwenda dipu katika kusoma, waliokwenda dipu katika elimu, minhum, miongoni mwa hao alkitabi, walmu'minuna, na waumini wote hao, yu'minuna bima unzila ilaika, wanaamini yote yaliyoteremshwa kwako, wama unzila min qablika, na yaliyoteremshwa kabla yako. Walmuqimina salata, na wenye kusimamisha sala. Walmutuna zakata, na wenye kutoa zaka. Walmu'minuna billahi, na wenye kumwamini Allah. Wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Ulaika, wenye sifa hizo, sanuutihim ajran adhima, tutawapa ujira mkubwa. Lakini thabituna, lakini wale waliothibiti, almutamakkinuna fil ilmi, waliokuwa wako vizuri katika elimu, min alyahudi, katika mayahudi. Walmu'minuna, na waislamu, yusaddiquna, wanasadiki, bima anzalahu Allahu alayka, kile kilichoteremshwa na Allah kwako wanakikubali. Ayuha rasulu, wa mtume, min alqur'ani, wanaamini Qur'ani. Wayusaddiquna bima unzila min alkutubi, pia wanasadiki kilichoteremshwa katika vitabu vingine. Ala man qablaka, juu ya wale waliopita kabla yako, min arrusuli, katika mitume. Kataurati wal injili, kama vile Taurati na Injili. Wayuqimuna salata, na wanasimamisha sala. Wayutuna zakata, na wanatoa zaka, amwali, za mali zao. Wayusaddiquna billahi ilahan wahida, na wanamsadiki Allah kuwa ni muabudiwa mmoja, la sharika lahu, hana mshirika. Wayusaddiquna biyaumil qiyama, wanasadikisha siku ya Kiyama. Ulaika almutasifuna bihadhi sifati, hao waliojipamba kwa sifa hizo. Sanuutihim thawaban adhima, tutawapa malipo makubwa sana. Allah atujalie. Lakini thabituna, lakini wale waliothibiti, almutamakkinuna fil ilmi, waliokuwa wako vizuri katika elimu, min alyahudi, katika mayahudi. Walmu'minuna, na waislamu. Yusaddiquna, wanakubali, bima anzalahu Allahu, wanayakubali yale aliyoteremsha Allah alaika kwako, ayuha rasulu, ewe mtume, min alqur'ani, katika Qur'ani. Wayusaddiquna, pia wanasadiki, wanakubali, bima unzila min alkutubi, yale yaliyoteremshwa katika vitabu mbalimbali. Ala man qablaka, kwa waliopita kabla yako. Min arrusuli, katika mitume. Kataurati wal injili, kama vile Taurati na Injili, wanazikubali zote hizo. Wayuqimuna salata, wanasimamisha sala. Wayutuna zakata amwalihim, wanatoa zaka za mali zao. Wayusaddiquna billahi ilahan wahida, wanamsadiki Allah kuwa ni muabudiwa mmoja, hana mshirika. La sharika lahu, hana mshirika yeye. Wayusaddiquna biyaumil qiyama, wanakubali na wanaamini siku ya Kiyama.
ulaika almutasifuna bihadhihi sifati, hao waliojipamba kwa sifa hizi, sanutihim thawaban adhima, tutawapa malipo makubwa. Min fawaidi alayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza kabisa akibatul kufri, mwisho wa kufuru ni wapi? Ni alkhatmu ala alqulub, mwisho wa kufuru ni kupigwa muhuri kwenye nyoyo basi. Walkhatmu alaiha, na kupigwa muhuri kwenye nyoyo, sababun lihirmaniha, ni sababu ya kunyima moyo min alfahami, ufahamu. Moyo utakuwa haufahamu kwa sababu ya muhuri. Pili, bayanu adawatul yahudi, aya zimekuja kubainisha uadui wa Mayahudi binabiyillahi Isa, dhidi ya nabii wa Allah Nabii Isa alayhi salam, hata mpaka innahum wao wasalu, walifika limarhalati muhawalati qatlihi, walifika muhawala, kufanya jaribio, walifikia limarhala, nafasi, muhawala ya kufanya jaribio, qatlihi, la kumuua, jaribio la mauaji kabisa, walifikia hapo, lakini Allah hakuwafanikisha. Tatu, bayanu jahli nasara, zimekuja aya kuweka wazi ujinga wa manasara, wa hiratuhum, na kushangaa kwao, fi mas'alati salbi, kuhusiana na kesi ya msalaba, kasulubiwa kweli hajasulubiwa, wana hira hapa. Wa taamulihim, na wanatendeana katika hilo, fiha, kwenye hilo, bidhununi fasida, kwa dhana, tena dhana zilizokuwa mbovu kabisa, uhakika hawana, wanakwenda tu kidhana dhana basi. Na mwisho kabisa, bayanu fadhli ilmi, aya pia zimekuja kubainisha ubora wa elimu, wakasema waliotamakani katika elimu basi wanakubali hiyo. Bayanu fadhli ilmi, imekuja kubainishwa fadhila za elimu. Fa inna min ahli alkitabi, kwani miongoni mwa ahli alkitabi, man huwa mutamakkinu fil ilmi, wapo ambao wamekita vizuri katika kusoma, hata adda bihi, mpaka ikapelekea kusoma kwake huko, tamakkunihi hadha, kule kuwa makini katika usomaji kulimpelekea lilimani bin nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kumwamini Nabii Muhammad, rehma na amani juu yake. Wallahu a'lam. Inshallah tufike hapa. Kama kuna swali tuulize. Naam. Kwa kaitwa Masihi mpakwa mafuta, inasemekana alipozaliwa alizaliwa kashapa kwa mafuta. Kaitwa Masihi mpakwa mafuta, inasemekana sababu alipozaliwa alizaliwa keshapa kwa mafuta safi, kama vile keshakoshwa tayari. Uko pamoja? Kuna wanawake hawa wawili hawa duniani Allah aliwajalia sana, Mama Mariamu na Mama Fatima binti Rasulillah. Hawa Allah aliwaondoshea damu za hedhi, hawana. Anajifungua sasa hivi, baada ya dakika 3 anakoga, anaswali kama kawaida. Kwa hiyo kazaliwa akiwa msafi, si kama vile tulizaliwa si wengine. Umezaliwa umejaja madamu, ukicheleweshwa kidogo unafanya ukurutu kama hujaenda kukoshwa na kusafishwa. Sasa wewe inasemekana kazaliwa akiwa mweupe safi, kama keshakoshwa huko tumboni, tayari anang'ara, kashapa kwa mafuta, ndio akamwita Almasih. Inasemekana hivyo, ndio maana sababu ya kuitwa Almasih. Wallahu a'lam. Na ya kufahamu sasa shekhe hata akisema itamsaidia nini? Wewe utasema wewe si wakati wa kuona ndiye? Sikapewa sura si imefanana na Isa? Na wewe shida ni nani? Sasa wewe hata wewe umemua ile kuambia, atakwambia mimi ndiye. Kwani mwizi akiiba anakwambia mimi kweli nimeiba? Sasa hata kama akasema mimi si, hawezi kumtambua, hawezi kusikiliza yule, kwa sababu akimwangalia sura ndiye. Sawa? Kwa hiyo kama akasema mimi si yeye, mimi ndiye, vyovyote vile ngoma imemkabili.
hakukuwa na sababu ya kumwacha, kwa sababu sura yake imefanana na Isa. Kwa hiyo kujisema mie si hakuwezi kumsaidia. Wallahu a'lam. Naam. Kwa sababu neno kafara maana yake tofauti na tunavyolifahamu sisi. Kafara maana yake ni kukataa, sawa? Yote anayekataa basi ni kafara. Ni nini? Ni kafara. Sasa inategemea umekataa lipi. Sisi tunavyojua tunajua ni kafiri totali, si ndio? Lakini unapokataa sheria ya Allah hakuna neno litumikalo ina unaambiwa kafara. Amefanyaje? Amekataa. Kwa ndio maana akaja akasema minhum, kwa sababu kuna wengine wamekataa baadhi ya mambo, lakini ule kukataa kwao hawakufikia daraja ile ya wale. Mimi na wewe pia tuna kafara go, au sio? Kuna mambo pia ambayo Allah kayataka tusiyafanye twafanya, na kuna mambo ambayo Allah kataka tuyafanye hatufanyi. Kwa kule kutokufanya kwetu ni kafara. Lakini sasa je, lile ambalo ulilolifanya ambalo hukutakiwa kulifanya linakupelekea wewe uwe ni kafiri total, manake ni murtadi, manake mukhraju anil millah. Kuna mambo ukifanya unakuwa ni umekufuru na umetoka kwenye nini? Milla, manake si Muislamu. Na kuna mambo ukifanya unakuwa umekufuru lakini hujatoka kwenye nini? Uislamu, nakuwa umeasi, utakuwa na dhambi. Kwa hiyo wa'atadna lilkafirina minhu, nafikiri tayari adhaban alima. Kuna mwingine alifanya kufuru lakini alitubia, sawa? Ndio maana minhu. Wallahu a'lam. Naam. Hapana, Mayahudi hawana imani ya kubebewa dhambi. Wenye imani ya kubebewa dhambi ni Manasara. Wakristo ndio wana imani kwamba kaja ili auawe kutukomboa sisi. Mayahudi hawana hiyo imani. Mayahudi imani yao, huyu ni mtoto wa zinaa mchafu, wamuua tu, na kwa sababu wao wana ule ulevi wao wa kuua manabii, si kwa sababu kwamba wanamuua ili wasapuliwe dhambi. Wao walikuwa kimuua kwa uadui hasa, kwa sababu wana hiyo sifa ya kuua. Washaua wengi manabii huko nyuma. Hata huyu wa kwetu katoka kwa tundu la sindano. Kisoma sira utayaona hayo. Kuna siku mama nani yule, mama Halima alikuwa akimlea kule, ndio walishamkamata. Kuna wale vijana wenzake wakamwambia mama Halima, akamwambia mama, yule ndugu yetu akhuna al-arabi, yule ndugu yetu wa Kiarabu kakamatwa kule. Mama Halima akaenda mbio, akakuta tayari washamkamata, akapapatuana nao. Allah akajalia tu akashinda, na ndio maana hajakaa naye tena, akasema namrejesha kwao. Akimtafuta siku nyingi hao jamaa kwa kama ulevi vile, na muona mvuta sigara vile, kama hajapata sigara akili haikai vizuri, na akipata sigara mwenyewe ajisikia raha, anafyonza kama vile anakuwa mchuzi mzuri kweli kweli, kumbe ni mimoshi tu. Wallahu a'lam. Naam. Shekhe, hawajaharamishwa kula ng'ombe vo, wameharamishiwa kula mafuta, na ni wale wana umeacha mdomo wazi. Ulikuwa tu uzidi darasani shekhe? Wameharamishiwa shuhumahuma, yale mafuta ya ng'ombe na kondoo na mbuzi, isipokuwa mafuta yaliyoko mgongoni kwenye mifupa, sawa?
au makhtalata bi'azmi, au hawaya imekuja kwenye gaya au utumbo. Utumbo si uko utumbo una mafuta watakula mafuta ya utumbo pakome siku. Lakini hukumu hii ilikuwa kule Qur'ani imekuja kufuta. Sasa wao hawafati sheria ya kule tena, watakiwa Waislamu. Hakuna dini kwa Yahudi. Kwa maana sasa wakifuata Uislamu wao ni halali vile. Wallahu a'lam. Hii waliharamishiwa wale mababu zao waliokuwa na huo ukorofi huo kwenye Taurati, waliharamishiwa kwenye Taurati huko.